Mmoja miongoni mwa watu wa hikma, baadhi al-hukama, alipata kusema kuna mambo manne ambayo mwanadamu akiwa nayo yanakwenda kumsababishia kuzisambaratisha kheri zake na abaki pasi na kuwa na kheri yoyote. Akasema maneno yafuatayo: arbaun man kunna fihi fahuwa mahrumun min alkhairi kullihi. Mambo manne, mtu ambaye yamepatikana manne ndani ya maisha yake, basi mtu huyo anakuwa ni mwenye kukoseshwa kheri zote, sio moja, kheri zote ananyang'anywa. Moja, akasema almutatawilu ala man tahtahu, yule mtu mwenye kujikweza, mwenye kufanya kiburi kwa sababu ya ukubwa wake, lakini anafanya kiburi na kujikweza kwa nani? Ala man tahtahu, kwa yule aliye chini yake. Huyu mtu wa kwanza anakwenda kuipoteza neema yake, anakwenda kuipoteza kheri katika maisha yake. Inawezekana unaweza ukawa kiongozi wa nafasi yako, amekuja mtu wa kawaida tu, anahitaji baadhi ya huduma, na kuna baadhi ya huduma nyingine anahitaji kutoka kwako kama msaada, kwamba amekwama na moja na mbili na tatu, naomba mheshimiwa unisaidie katika hili, kwa sababu ya nafasi yako kuwa wewe ni mheshimiwa, na yeye kaona kwako ndio kimbilio la kuweza kutatuliwa changamoto walionayo. Sasa kwa sababu ya nafasi yako ukaanza kuonyesha namna wewe daraja yako ilivyo kwake, na hatimaye ukaona bora umtimue, umfukuze na usimsaidie katika kile ambacho yeye anahitaji msaada kwako. Unasahau maisha yana kawaida ya kubadilika. Umemfukuza leo huyu ofisini kwako kwa sababu ya nafasi yako ulionayo, ima yeye yuko katika nafasi ya chini zaidi au hana nafasi yoyote. Kesho na kesho kutwa unakwenda kumkuta mtu huyo huyo ambaye wewe ulishindwa kumsaidia kwa sababu ya kutazama nafasi yako na cheo chako na kumuona yule namna alivyo chini zaidi. Kesho na kesho kutwa anakula shavu huyu, anakaa katika level ya juu yako. Alafu sasa na wewe unapata shida, unaambiwa lazima upitie katika ofisi ya fulani, kupitia dokumenti yake yeye ndio tutakusaidia. Unaanza kujiuliza sasa ninakwendaje? Na wakati huo ushajua katika nafasi ile ndio amekaa yule ambaye wewe ulimfukuza kwenye ofisi yako, au ulimfanyia vibaya kwenye ofisi yako kwa sababu ya nafasi yake, ya nafasi yako uliyokuwa nayo. Sasa arba'un man kunna fihi fahuwa mahrumun min alkhairi kulli. Unaweza ukakosa kheri kuliendea jambo lako kwa sababu ushamuona mtu ni sehemu ya kikwazo, na kikwazo kile wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako tu unajua hapa nikienda siamui kitu. Kwa nini? Kwa sababu unajua, unakumbuka ulichomfanyia, ulimfanyia nini. Sasa chunga ukiwa katika neema. Korofi unaweza ukaondosha neema yako. Ukiwa katika nafasi yako ya cheo, hakikisha ubaki kwenye cheo chako pasi na kunyanyasa walio chini yako. Lakini jambo la pili ambalo kwa mwanadamu likipatikana katika maisha yake linakwenda kusambaratisha kheri yake yote au kheri zake zote, asema wal'aqu liwalidayhi, na mtu mwenye kuwanyanyasa
kuwajeuria, kuwakebehi, kuwadharau wazazi wake wawili. Hii mwanadamu unatakiwa uchunge sana. Inawezekana ukawa upo katika kheri kubwa, lakini kheri yako ukaisambaratisha kupitia wazazi wako. Ukiwadharau wazazi wako, umekwenda kusambaratisha kheri yako katika maisha. Na mara nyingi huwa na maneno nasema kwamba tunapozungumzia wazazi wako, haijalishi wako hai au wamekufa. Walio hai basi unawajibika kuwatendea yanayostahili ambayo yanaendana na uhai wao. Waliokufa wanastahili pia kutendewa wema na wewe kwa namna yao, kutokana na mazingira yao ya kule kuondoka kwao, lakini hautakiwi kuacha kuwatendea wema wazazi wako. Kwa hivyo kwa sura hii, kama kuna jambo linaloondosha kheri ya mwanadamu, mojawapo ni mtu kuwadharau na kuwanyanyasa wazazi wake wawili. Lakini kumbuka pia, licha ya majanga ambayo yanaweza yakakufika kidunia, lakini pia kumbuka hawa unaowaita wazazi, wao zamani walikuwa wakiitwa watoto, maana wana wazazi wao na wao hawana watoto wenzao, kwa maana walikuwa wao kama wao wanawatazama wazazi tu. Leo huyu unayemwita mzazi wako wewe, maana yake ni kwamba mzazi huyu ndio kakupata wewe. Jenga picha na wewe nawe utakuja kupata watoto huko baadaye. Kikanuni, kama tadinu tudanu. Unavyofanya wewe kuwafanyia wazazi wako, ndivyo ambavyo utakuja kufanyiwa na watoto wako. Kwa hiyo maana yake, utakapokuwa unawanyanyasa wazazi wako, unawekeza kitu kwenye maisha yako ya baadaye. Watoto wanaokuja hao, unaweza ukawa umetengeneza balaa kubwa baada ya kuwa umetengeneza msaada katika maisha. Wengi wakati wanatafuta watoto, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wape watoto, tegemeo lao kuwa wale watoto waje kuwa ni msaada kwenye maisha yake ya baadaye, ndio tegemeo. Sasa ili iwe hivyo, anza wewe kwa wazazi wako. Je, wazazi wako wewe wanakuchukulia wewe ndio tegemeo kwao? Ili wewe wakati unafikiria wale watoto wako waje kuwa tegemeo katika maisha yako ya baadaye, fikiria tu, wewe umeanza hilo, kuwa wewe ni tegemeo kwa wazazi ulionao. Ndugu zanguni, wazazi tutakapokuwa tuna mazingira ya kuwatelekeza moja kwa moja, maana yake ni kwamba tunafukuza kheri katika maisha yetu. Arbaun man kunna fihi, au manne yakipatikana kwa mwanadamu, fa huwa mahrumu min alkhairi kullihi. Jambo la tatu akasema, man yahqiru alghariba, mtu yoyote mwenye tabia ya kumdharau mgeni. Mgeni anapokuwa amefika kwako, humjui kabisa, usimdharau. Mtu mgeni akifika katika kijiji chako, humjui, usimdharau. Mgeni akifika katika eneo lenu, hamumjui, msimdharau. Kwa sababu inawezekana kule kumdharau huyo mgeni, humjui huyo mgeni huyo yupo katika design gani, ana vitu gani, ana daraja gani, ana nyadhifa gani. Utaingia katika kukoseshwa kheri. Kwa mfano, amekuja mtu katika eneo, ni mgeni, amepanga chumba, hata kama amejenga alipojenga, lakini jirani yako
Usikurupuke tu usiku una midude yako kichwani ukaanza kumshambulia na matusi. Umjui. Alafu mwingine mpole mnyonge sana. Sasa kaka, mimi nimekukosea nini? Basi tusameheane. Wewe nini bwana? Yanakutoka tena unamaliza maneno. Umjui. Inawezekana akawa huyo ana nafasi fulani. Kesho na kesho kutwa sasa unaumwa, hali mbaya, umebebwa sasa kupelekwa katika eneo la huduma. Unafikishwa hospitalini, haya kwenda kumuona dokta kwanza. Daktari unayekutana naye pale ndio yule jirani yako ambaye wewe humjui, ulikuwa humjui kwamba huyu ana nafasi hiyo ya udaktari. Alafu ndio ushamshambulia, ushamfanyia mambo makubwa mazito. Hivi unatarajia nini kutoka kwake? Maana yake maharumu min alkhairi kulli. Hapo huwezi kupata khairi ya tiba. Kitakacho kuja kutokea, anaweza akakudunga shindano ya jambo lolote lile ambalo litakuathiri wewe. Baada ya kukuchoma sindano sehemu husika, akakuchoma sindano sehemu ambayo sio stahiki, kwa sababu wewe ndio umeanzisha kwa kutomjua ambaye ulimtengenezea dharau za namna hiyo. Kwa hivyo watukufu wa Islam, tunakumbushana sana, mgeni, mtu ambaye usiyemjua kwenye maisha, kamwe usithubutu kumdharau. Inawezekana leo ukamdharau, ukakutana kesho na kesho kutwa sasa umepata jambo, umepelekwa kituo cha polisi na kumbe ndio kamanda mkuu pale, ndio OCD wa kituo kile, wakati nyumbani huko kama raia umjui. Unategemea nini kitakutokea? Kwa hiyo usiyemjua usimdharau. Nikupeni kisa kidogo. Kwa jamaa zangu fulani walikuwa wanakwenda kuoa maeneo ya vijijini huko. Wamekwenda na usafiri wao, wamefika mitaa ya katikati huko porini, maana barabara nyingi kama unavyojua za vijijini. Nao wana ndinga yao ya maana kwamba binti ametolewa mjini, mzee wake kahitaji ndoa ile ikafanyike kwao huko. Sasa njiani wanakutana na mzee ana fuko lake la shangazi, kaja anaelekea huko, kasimamisha gari, jamani naombeni lifti. Wanabana walipomwangalia, sasa kweli kuja kuchafua siti humu, hakuna lifti hapo. Basi akawatoka maneno, na miongoni mwa walioshambulia maneno makali ni yule bwana harusi mtarajiwa. Wamefika katika eneo la tukio, wanaambia jamani, hapa subirini, kuna mtu tunamsubiri, mtu muhimu sana, aliwezi kufanyika lolote mpaka yeye afike. Hatimaye baada ya muda mfupi, na yule mzee naye anaingia. Kuingia pale, wote wakasimama kumpokea yule mzee. Wale mabwana wanaangalia, bwana anapewa heshima kubwa ndio, lakini wakimtazama taswira ndio yule mzee ambaye wameacha kumpa lifti njiani. Akatolewa kiti, akakaa. Sema nimefika jamani. Hao usiku washafika bado? Alifanya hawaoni. Ndio washafika. Wako wapi hao? Baba unanikumbuka? Kamfesi wewe bwana harusi. Baba unanikumbuka, lakini mimi bwana mkubwa yule kainama chini, anaona aibu. Mzee akasimama akasema, hapa hakuna ndoa. Hakuna ndoa. Watu wanashangaa, hakuna ndoa vipi? Hakuna ndoa kwa sababu huyu muoaji na jopo lake, mimi niliwaomba lifti hapo njiani, maneno walionishambulia wenyewe wanajua, mitusi walionikabidhi nayo wenyewe wanajua. Sasa ikiwa tunakwenda kumkabidhi binti yetu kwa watu wa design hii, wenye roho za namna hii, tunampeleka mahala pabaya. Kwa hiyo hawa bado hawajafikia level ya kukaa na mtu au mtoto wa mtu, hawajafikia level hiyo. Kumbe bwana kutahamaki yule baba
ndio baba mzazi wa yule binti, ndio mzaa chema. Sasa walishaharibu. Kwa hiyo moja ni kumdharau usiyemjua. Simdharau usiyemjua. Afadhali basi nasema bwana, kuku siti zimejaa, tunakuomba mzee, basi angalau chukua buku hii, tafuta bodaboda, kwa sababu huku nafasi imejaa. Onyesha basi ule ungwana, kwa sababu wao mjui huyu. Inawezekana hilo unaloliendea likakwama kwa sababu yake yeye. Huyu ndo anayesubiriwa, na ndivyo ilivyokuja kuwatokea hao vijana. Chupu wakose jiko. Wazee wakaingilia kati, basi bwana yaishe na nini. Bwana harusi yule akaanguka magoti pale, akampigia magoti baba mkwe, kumshika miguu tena, na kilio shu, nisamee baba, nisamee, nimekosa. Tena kama usirudie tena bwana, mimi kwa nakutestini ndio, kwa sababu nilikuwa najua hapa ninapokwenda ni karibu, na nilijua kwamba nyie ndio wahusika wa jambo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kwamba je, nitapata wakwe kweli, huyo mkwe mko kweli au majanga? Nikagundua kwamba kuna majanga. Usiwe na tabia hiyo bwana. Akawa ametoa darasa pale pale ule mzee. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu, katika kitu ambacho kinakwenda kumnyima na kumpotezea mtu kheri ni mtu kumdharau mgeni asiyemjua. Na sisi katika maisha yetu tusithubutu kulikaribisha hilo jambo. Ukiona huyu mgeni haumjui, kama kuna jambo hauhitaji kumpatia, tafuta lugha ambazo utamtoa kwa uzuri, pasi na yeye kuhisi kwamba hapa nimefanyiwa jambo la ukatili. Lakini ikitokezea sasa maneno yanakuwa ya nyondo na hivi na hivi na hivi, kesho na kesho kutwa unaweza ukakutana naye kwenye mazingira sio, na mazingira ambayo wewe ndio utahitaji msaada kwake, kitakutokea nini? Na kama nilivyowahi kusema, yako maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Maumbile ya kibinadamu, nyoyo zimeumbwa katika kumtendea wema mwenye kuzitendea wema nyoyo hizo, na kumfanyia ubaya mwenye kuzifanyia ubaya nyoyo hizo. Kwa hiyo kivyo vyote utakavyokuwa unamfanyia ubaya mtu, usitaraji kwamba kuna wema ambaye atakuja kukulipa. Labda au ni 10 kwa mmoja, 10 kwa mmoja ambaye anaweza akapotezea ubaya wa mtu, yeye akatafuta namna ya kukutendea wema tu. Lakini wengi, na ndio maumbile, watu wameumbwa katika mfumo wa visasi. Ukimfanyia ubaya na yeye anakutafutia baya zaidi. Ndio wenyewe wanasema Waswahili, dawa ya moto moto. Isikia dawa ya moto moto, maana yake ukimfanyia ubaya na yeye anamaliza ubaya, na ukimfanyia wema maana yake na yeye atakufanyia wema zaidi. Basi usiyemjua usije ukamfanyia yasiyostahiki, kwa sababu haumjui utakutana naye wapi, kwenye mazingira yapi. Wa mwisho, bwana mkubwa akasema, wa mwisho katika wale wanne, akasema wa man yu'ayyiru almasakina limaskanatihim, na kuna mtu ambaye mwenye desturi ya kuwadhalilisha maskini kwa sababu ya umaskini wao. Huyo maharumu min alkhairi kulli, kashakoseshwa khairi, kashaondolewa khairi katika maisha yake. Ndugu zanguni, maisha namna yalivyo haya yapo katika kutegemeana. Maisha yalivyo yapo katika kutegemeana. Tajiri bado atamuhitajia maskini pamoja na utajiri wake, lakini kuna wakati atamuhitajia maskini. Kwa mfano, tuchukulie tajiri amechukua mzigo, labda magunia ya bidhaa ya vitu fulani, anatakiwa labda apeleke nyumbani kwake au apeleke katika saiti yake. Mbebaji wa haya magunia kupakia kwenye gari hawezi kuwa tajiri mwenzie. Yaani tajiri atokee huko kwamba bana ndo amtume bana, nibebee gunia zangu pakia humu. Hakuna tajiri anayekubali hilo, bali atakayejitoa pale ni maskini. Tajiri gari yako imenasa,
kwenye tope. Msukumaji na mwenye kufanya harakati za kuitoa gari ile atakuwa huyo maskini. Lakini inatokezea pia wakati mwingine ghafla umepata ajali, hakuna mawasiliano ya simu, hakuna jambo lolote, hakuna mtu wako yote wa karibu. Watakao kuja kutoa msaada wa kwanza ni wale wale maskini, ndio watakukimbilia, watakubeba, watakunyanyua, sasa huyu tumpeleke. Hata kama itakuwa baadhi ya mambo mengine watayafanya miongoni mwa wengine, nao kutokana na nafsi zao namna zilivyotoboka. Kwa sababu mtu mwingine mtu akiona kwenye ajali, cha kwanza kabla ya kumsaidia, kwanza atafuta namna ya kujisaidia. Kuna namna hizo, kabla ya kumsaidia yule aliyopata ajali, masela wakifika wanaanza kujisaidia wao kwanza. Watasachi mifuko, kuna nini, kama kuna pesa wanachukua kwanza, kama kuna simu wanajimilikisha, kisha ndio wanabeba sasa huyo mtu kumtafutia jinsi gani lakini bado ni msaada, watakuwa wamekusaidia. Hata kama kuna namna waliojisaidia wao, lakini hiyo namna ya kukusaidia wewe ni kubwa zaidi kuliko walivyojisaidia wao. Kama ni pesa zinatafutwa, lakini uzima wako na uhai wako ni kitu chenye thamani kubwa, ambapo kama utaukosa uhai huo, hizi pesa zitakuwa zina thamani kwako, hiyo simu itakuwa haina thamani kwako. Lakini ukishaurudisha uhai ukarudi katika siku yake, basi simu itapata matumizi mazuri, lakini pia hata pesa itakuwa na matumizi mazuri. Lakini wakati huo sibini atafutwa, hivyo una uwezo wa kutafuta vingine. Kwa hiyo maskini wana nafasi kubwa katika kuhakikisha wanamsaidia tajiri, kama ambavyo tajiri ana nafasi kubwa katika kuhakikisha hawa maskini anaishi nao vizuri. Usimnyanyase mtu kwa sababu ya hali yake duni. Lakini pia kuna namna nyingine ya kujifunza kwamba maisha hayana guarantee. Uliyemuona wa chini leo anaweza akakuzidi kesho. Wapo waliopitia katika maisha magumu sana, walidharauliwa sana, walidhalilishwa sana, lakini Mwenyezi Mungu akawapa njia mbadala, wakatoka katika maisha, wakawa mpaka zile shida wamezisahau. Wapo wengi tu wa design hiyo, kwamba mtu akikusimulia historia yake, namna alikotokea na namna mapito alipopita, mpaka leo unamuona kamiliki renji, unamuona leo kamiliki ana magorofa, akikuambia kwamba bwana mimi nilikuwa nauza karanga, utakataa. Akikwambia kwamba mimi nilikuwa nauza maji ya kandoro, utakataa. Akikwambia kwamba mimi nilikuwa saidia fundi, utakataa. Akikwambia mimi nilikuwa nalala kwenye baraza ya mtu akifunga mlango, mimi ndo nalala pale na maboksi yangu, utakataa. Wametokea mbali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio mgawa wa riziki, ana namna yake ya kumfanya kiumbe wake akampa mabadiliko kwa namna anayojua yeye. Lakini pia wako watu ambao walikuwa na maisha mazuri sana, wengine wamerudi vijijini kulima, maisha yamewashindwa, wameuza kila kitu, maana yake maisha hayatabiliki. Kwa hiyo usimdharau, usimdhalilishe mtu maskini kwa sababu ya umaskini wake. Kwa lugha ya mtaani au lugha ya wazee, ni mwiko kumdhalilisha maskini kwa sababu ya umaskini wake. Huo ni mwiko mkubwa katika maisha. Ndugu zangu ni watukufu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tuwe ni watu wenye kulinda kheri zetu na neema zetu kwa namna nzuri. Ukiwa na cheo, basi cheo kile kaa vizuri katika cheo chako, thamini watu, wasaidie watu. Unajua kanuni ya cheo maana yake unakuwa wewe ni msaada kwa watu, yaani sio unakuwa kiburi kwa watu. Maana mtu mwingine akipata cheo ndo anaona sio kama akapata nini. Kumbe kuna wengine walikuwa wameshika cheo kama hiko kabla ya wewe. Inawezekana sasa hivi wako uraiani, ni watu wa kawaida, lakini kuna wengine inawezekana akawa wamefariki, na waliowazika ni wale ambao walikuwa wakiwanyanyasa kupitia vyeo vyao.
Ndio hao waliokuwa ni watu wa karibu, waliokimbilia, waliosaidia, waliojitoa, mpaka ukwenda kupeleka huko maiti shamba huko. Wamekwenda wao. Wale matajiri wameishia pale, wametoa lambilambi, wamerudi huko walikotokea. Si shamba huko watwendi. Wale wazee wa oya ndio wao waliokwenda. Kwa hiyo ndugu zangu ni watukufu Waislamu, tunakumbushana sana katika mfumo wa maisha. Ukipata kheri ya namna yoyote, hakikisha kheri yako unaichunga vizuri, kwa sababu ukiwa mkorofi katika kheri, ule ukorofi unakuja kuondosha zile kheri. Utashindwa kusaidiwa baadaye, utashindwa kutazamwa vizuri baadaye, na hauwezi kuishi peke yako, hauwezi kuwa na maisha wewe kama wewe, lazima utahitaji sapota ya wengine. Kwa hiyo usimdharau mtu, usimdharau usiyemjua, usiwanyanyase, usiwaaibishe, usiwadhalilishe wasionacho, sababu kesho na kesho kutwa wanaweza wakabadilisha kimaisha, wakawa nacho, na wewe ukabadilishwa sasa ukawa uliokuwa nacho huna, aliyekuwa hana anacho. Itakuwa tatizo katika maisha.